Achilia roho yako, achilia roho yako, achilia roho yako, achilia roho yako katika imani yako, achilia roho yako katika kanisa, achilia neema yako katika hiyo kanisa. Isha Bwana, kanisa Bwana, za huduma Baba, za maisha yake, za kazi zake, za nyumba yake, za ndoa yake, za watoto wake, ambia sasa, achilia Baba, achilia Baba, nguvu zako, achilia Baba, neema yako, achilia Baba, roho yako, takasha Baba, takasha Baba, takasha Baba, damu ya Yesu, 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 ikatakasha, damu ya Yesu, ikatawala, damu ya Yesu, ikatakasha, damu ya Yesu, ikatawala, Yesu tawala, damu ya tawala, tawala sasa, masahara, Yesu tawala, tawala Baba, na nguvu zako, tawala Baba, na neema yako, tawala Baba, na roho wako, tawala, Yesu wako, ninakuita, 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 utawala, ninakuita, utakashe, ninakuita, achilia Baba, nguvu zako, achilia Baba, nguvu zako, achilia sasa, achilia sasa, kwa hiyo kanisa, achilia sasa, kwa makanisa, achilia sasa, kwa watumishi, achilia sasa, kwa wahudumu, achilia sasa, kwa wahubiri, achilia sasa, kwa waimbaji, achilia sasa, hata Bwana kwake Baba, hata Bwana kwake, achilia Baba, kwa Sunday school, achilia sasa, kwa wazee, kwa wamama, kwa vijana, kwa watoto, Bwana wako, usuka, Baba, ya utakasho, ya utakasho, ya utakasho, tunakemea kila maroho, za mapepo, za magonjwa, za waganga, wanaopinga, maoni yote, wanaoshirika, yakataka, 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 Yesu sema, 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 sema na mimi majira, sema na roho, yasetes, 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 achilia matas, 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 moto wa Bwana, Yesu wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, tunapenda katika anga, tunapenda katika mbingu, tunapenda katika utukufu, tunapenda katika roho, tunapenda atakiwa Baba yangu, tupenyeshe, tupenyeshe kwa utukufu, tupenyeshe kwa hiyo neema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe Bwana, wewe Bwana anatawala, wewe Bwana anabariki, wewe Bwana anatawala, wewe Bwana anatawala, wewe Baba, wewe Baba, kanisa lako litakuwepo, 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 uwepo, 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 udaye, katika Yerusalemu, uwepo, wanaonewa, uwepo, na nguvu zako, shuka mwenyewe, na nguvu zako, shuka mwenyewe, na damu yako, shuka mwenyewe, na malaika, shuka mwenyewe, shuka mwenyewe, na malaika mika, shuka mwenyewe, na Mikaeli, shuka mwenyewe, shuka Baba, na damu yako, shuka sasa, sai sai, sai Baba, sai sai, Yesu, shuka Baba, na damu, shuka, na moto, shuka na moto, shuka na moto, shuka na moto, shuka na moto, Yesu, ninakuitasha, ninakuita, shuka, shuka, kila mahali, nakuita, Baba shuka, kwenye kijiji, Baba shuka, kwenye nyumbani, shuka, watoto wetu, Baba shuka, kwa ibada, Baba shuka, Baba shuka, bila kunusa, Baba shuka, bila kunena, Baba shuka, bila usahau, Baba shuka, shuka Yesu, wasaidia, waliokuwa, shuka Baba, wakomboa, Baba shuka, wabariki, watakase, Baba shuka, wafulize, wakaka, shuka Baba, tuwakea, shuka Baba, wabariki, shuka Baba, wapale, 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 wafue, wapale, wafundishe, shuka Baba, shuka, inafundisha, kila jua, asubuhi ya leo, malaika, walishuka, wakafunika jua, ili Yesu, atoe pale, fundisha, ile jua, anakasha, fundisha, ile jua, anapenda, fundisha, ile jua, anasikia, fundisha, ile jua, anakatela, fundisha, ile mawe, yakataka, fundisha, ile jua, ile kata, baraka zako,
Kila mawe yaliyowekwa kinyume na maisha yako, tunatengeneza hiyo mawe. Kila jiwe lililosimamisha kazi yako, kila jiwe lililosimamisha maisha yako, kila jiwe lililosimamisha huduma yako, kila jiwe lililosimamisha watoto wako, kila jiwe lililosimamisha vitu vyako, tunalitengeneza ili utoke hapo, tunalitengeneza ili ufunguliwe, tunalitengeneza uone mwangaza, uone kazi, uone pesa, uone maendeleo. Hiyo mawe yatengeneze maneno sawe, wanapokuoga wanaweka mawe, uwe ni misimu wanaweka mawe, uwe ni mapambo wanaweka mawe, uwe ni machupa wanaweka mawe, yatengeneze waliobeba vitu vyako, hata kutengeneza wanaozuia yanga yako, wanaozuia anga yako, tengeneza hiyo mapepo, tengeneza hiyo maroho, yatengeneze rapapa asubuhi, ugalie wakubarikiwa, mwambia asubuhi, ugalie wakutuliwa, asubuhi, ugalie wakututa kababao, mwambia asubuhi, wakutulisha hayo mawe, shayako hayo mawe, tengeneza tengeneza ukalale, tengeneza toka umaskini, toka umaskini, toka kila jiwe walimfungia Yesu pa kuna watu wanamfungia njia zako, wanafungia na wakutaka utoke hapo. Lakatalabosa limamamama, sio mtu mmoja aliyekufunga, ni watu wengi wamekufunga nawe. Wengine wamekufunga kwa kukuombea, wengine wamekufunga kwa kukutamkia, wengine wamekufunga kwa kukuroga. Yale mawe, ile jiwe lililotundikwa pale Yesu ilibeba na watu wengi. Kuna watu wengi walikuwazia mabaya, kuna watu wengi wamekuombea mabaya. Leo tunafinisha, malaika wametumwa kwa ajili yako, malaika wametumwa kwa ajili yako, ili utoke kwa mateso, ili utoke kwa kaburi, ili utoke kwa vifungo, ili utoke kwa maagano, ili utoke kwa mabaya. Maombi ya asubuhi yaliyokutikisa mambo, yaliyokuhamisha maisha yako, yaliyokuhamisha vitu vyako, maombi ya ibada tunafinisha. Rapa mambo ikapaya naanza na wewe uliyefika hapa asubuhi ya leo, inaanza na wewe uliyefika hapa, inaanza na wewe. Rapa mama inaanza na wewe, ikamamba inaanza na wewe, kuendelesha hiyo roho iliyopangana, kuendelesha rakapaya, kuendelesha hiyo roho, kuendelesha kuendelesha
In the name of Jesus, Nakatalaboza, Kiaros, Reis, Nikatala, Ripabosa, kila vifunguzi, kila makazi, kila mapepo, Ripabosa, kwa maisha yako, kwa huduma zako, kwa kazi zako, kwa nyumba yako, kwa maisha yako, mwangaza, weka sana, ribabusa, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ona mwangaza, toka kwa mapepo, toka kwa mifungo, toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila roho ya ndogo mbaya, kila roho ya mikosi, toka kwa kumananasi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho ya vifungosi, kwa jina la Yesu, shetani na kuingilia pale kwa nyumba yako, shetani na kuingilia hata kwa maisha yako, shetani na kuingilia umetoka hapo, please, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Lord Jesus, in the mighty name of Jesus. Asante, asante Yesu, imekupendeza ikawe kama ulivyoipanga asubuhi ya leo. Hizi baraka za asubuhi Bwana tumezinyakua, ukombozi wa asubuhi Baba tumeunyakua, utetezi wa asubuhi Bwana tumeunyakua, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kazidi kutuongoza katika ibada zote, ili Bwana kile tunafikirisha leo jioni, kule tunakwenda sasa Bwana, ni kuonana na wewe tu, baraka juu ya baraka, neema juu ya neema, utukufu juu ya utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wangu, kwa maana Baba, ibada hii iko mikononi mwako sasa. Umefungulisha tangu asubuhi Bwana, na hata sasa tunaendelea tukiona ukuu na uwema wako. Bwana wangu, pokea sifa na utukufu, ukililinda kanisa lako na makanisa mengine yote yanayohusiana na Yerusalemu. Kawatie nguvu wote wanaosimama katika madhabahu kwa kukuhubiria na ubiri hapa na hata wengine, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, Bwana tunaomba na kuamini. Siwezi kueleza tena maajabu, na siwezi kueleza maajabu, na siwezi kueleza
maana wewe ni Mungu unayatenda maajabu yako kwa ajili ya kadiri ya nguvu zako. Katawale sasa, maana hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Tuongoze katika kila kipindi sasa, maana sasa ni wewe mwenyewe ukatawale, utawale. Katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, sisi sote tumeomba na kuamini. Asanteni wabariki. Amen. Sasa mtu anafanya anataka maji. Vile sina bibi. Umekuwa shali dunia. Nafanya baba wa Mungu. Penzi wangu angekuwa shailetea maji kitambo sana. Yaani hawa ni wapenzi wa wengine. Si ndio? Si kweli? Kwani wewe kuli wakati kama unakula unaika maji kabisa. Yote. Kwanza silete maji uone kama praise ya ndani. Au leteni inaniti. Sisi tunaomba nyinyi mmekaa. Tena alikuwa tunaomba wao mmekaa. Hawa wawili. Ulikuwa ndio nafaa simama. Simama. Umekuja ukiwa umekaa. Umetembeaje? Fikiria hapo mahali. Na wewe unaona nini? Umekaa baraka. Fikiria hapo mahali. Sema Bwana Yesu, nifungue. Nipone. Nifungue. Nipone. Nipone saa hii. Nipone saa hii. Nipone saa hii. Niko na imani. Nafunguliwa. Napona. 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 Pona. Pokea uponyaji. Pona katika jina la Yesu. Kila maroho yaliyokwamilia mwili wako. Papigo. Pona. 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 Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Jibu naenda wakati mtu ameanguka. Sasa umeenda kufanya nini? Unanishangaza nini? Umeshangaa hapo unamwangalia au kama Mungu anaweza fanya muujiza? Uko kama mapolisi wanakuja wakati watu washakuja hapo. Hata kama ni wakumia mwili. Kama mwenzako alikuwa amekaa naye. Sipendi wa huduma wa kulala kanisani. Ushtuke baada ya kwa vitu vimetendeka. Ona hujui kama kanisa lako la kiroho. Ninyi huko mnaenda kwa watu wanaomba. Saa zingine kuna watu wengine hapa si lazima washike, wenyewe wanaomba, wanatetemeka mikono, wanaenda kumshika. Tena na huyo mtu anayeomba. Fika vile ambao unamuona kwa karibu kwa Mungu.
Wengine wanamkata line. Unasikia? Kuna wakati watu line. Hata hivyo wakati naomba ndio kukusa. Sio kupata mtu line wakati anaomba. Mwache. Wanaoshika ni wale ambao wanaomba na mapepo. Kama wewe mama kuna mtu nyuma, unajua ni baba ndio msaidia. Lakini mtu amenyenyekea, mtu ana dalili hivi ndio kumkamata, unamleta tayari tena na huyo mtu. Amen. So mwangalie mtu aliye na mapepo, hata wewe pia nakuombea Mungu akuongoze ujue mapepo na ujue roho wa Mungu. Sawa. Ndani niko na mafua kidogo. Haya. Na neno hapa limehubiriwa miaka nyingi, hata mimi nishalihubiri. Linatoka katika kitabu cha Yohana nne kuanzia hiyo moja. Ee Mungu wangu, mweza wa yote, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, unayetenda mambo mengi ya ajabu. Tuko hapa Bwana, kuhimidi jina lako na kulitukuza, maana wewe ndio unastahili Bwana. Sema nini Baba zaidi ya kusema katuongoze katika ibada hii, katuongoze katika neno hili vizuri ambalo ni lako na neno la Mungu. Tunaitamani kila uchao kwa sababu tunaishi kwa neema na tunaishi kwa neema. Basi ukuu wako na utakatifu wako ukatawale katika mioyo wa mtumishi wako pamoja na wale waliofika, tukalielewe neno hili na kaweze kulizingatia na tukaweze kubarikiwa. Asante kwa kuwa Bwana umetupa hii neema ya kusikiliza neno lako la asubuhi. Tunanyenyekea chini ya miguu yako Baba, tukisema Bwana, wacha ukatuongoze sisi sote. Unapoongoza mtumishi wako, basi na sisi tuongoze ili tukapate kulifahamu, tusipotee njia. Asante kwa kuwa wewe ni Baba, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Wacha tusikie neno linasema Yesu. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu 14 mstari wa kwanza inasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Haleluya. Amen. Neno la asubuhi linaanza kukutoa hofu. Neno la morning glory linaanza kukutoa hofu. Kinywa cha Bwana Yesu kinaanza kukutoa hofu. Usifadhaike mioyoni mwenu. Kuna watu wanafedheha, kuna watu wanafaidika, kuna watu wanakuwa na hofu
Kuna watu wanamichecheta, kuna watu wanababaika na yale mambo wanayoyaona mbele yao. Mungu anakutoa hofu kwa kitu unachokiona. Alitaka umwamini, ache kuwa na hofu. Kila mwaminie Mungu hatakuwa na hofu, kwa maana Mungu hutoa hofu. Mungu anatoa nini? Mungu haruhusu watu wawe, haruhusu kabisa. Sana sana ukisikiza Mungu anakuambia usiogope. Sana sana ukisikiza Mungu anakuambia sana ya kwamba kuwa hodari. Sana sana ukisikia Mungu anakuambia ya kwamba kuwa na moyo wa ushujaa. Sijawahi kusikia mahali Mungu ananenea utumishi wake anayempenda amwambia ogopa. Unamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haleluya. Amen. Anasema unapomwamini Mungu, niaminini na mimi. Anasema unapomwamini Mungu aliyekuumba, amini na hata neno lake. Amen. Amini na kila anachokwambia. Amini na kila anachokutia moyo. Amen. Anachokwambia ya kwamba mwanangu utafanikiwa. Amen. Niamini hilo neno. Niamini lile Mungu anasema ndani yako. Amen. Unamwamini Mungu, niamini na mimi. Endelea. Wewe acha kuharibu hapo. Ilikuwa sawa hiyo. Umeingia hapo unaanza kuharibu hivi sasa hivi. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Alafu nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Unaona umekosa makao. Yaani kama umekosa makao. Unaona ni kama ambaye haustahili tena. Haujakosa nafasi kwa Mungu. Amen. Kuna makao mengi. Makao yake ambayo ni mengi tena ni mema. Haleluya. Amen. Usiwahi kata tamaa. Amen. Usiwahi kuvunjika moyo. Amen. Usiwahi kuwa na hofu. Usiwahi kuwa muoga. Amen. Wow. Baba yangu, kuna makao mengi. Kuna nafasi yako. Kuna kazi yako. Kuna nyumba yako. Kuna watoto wako. Kuna baraka zako. Kuna chakula chako. Kuna mavazi yako. Haleluya. Amen. Mradi umwamini. Amini neno lako. Wewe, ni nini baya? Ni maana ilikuwa haifanyi hivi. Unakuja kwa kidogo, unakuja jaribu. Ukiambiwa kitu usikie. Haleluya. Amen. Unamwamini Mungu? Amen. Sijui kile kiasi unamwamini Mungu aje wewe. Sijui. Lakini unatakikana uongeze volume na kumwamini Mungu. Unatakikana uongeze imani na kumwamini Mungu. Unatakikana uongeze nguvu ya kumwamini Mungu. Usisileke. Haleluya. Amen. Kuna vitu zako unazoziomba. Baba hajasema ya kwamba hana nafasi, anayo. Kuna vitu zako unavyohitaji. Kuna vitu zako unazolilia. Kuna mahali Mungu anataka akupeleke. Umekuwa ukimwomba Baba nifanyie jambo, Baba nipeleke, Baba niinue,
Mungu anakuambia ipo nafasi. Ipo nafasi. Amina. Amen. Na kama pia nafasi ile ilikuwa na mwenzako na kuifanya vizuri, unajua kuna mahali unaweza kaa hivyo, lakini ikawa Rais Ruto anatafuta mawaziri, lakini kama kuna waziri mmoja ni mfisadi, na ukashtukizia wewe amepewa namba yako, unaingizwa kwa ofisi, anakwambia bana, naomba ufanye hivi. Wenzako anaweza pigania ugavana, lakini katika ile nafasi akose kuifanya vizuri, akaongoza 1 term, 2 term ikawa yako. Mungu anatengeneza nafasi. Unaweza ajiriwa kazi, kuna mahali kuna kazi, wewe unakuwa ukiomba kazi. Kwa hiyo kazi zote sasa hizi zimejaa asilimia kubwa, lakini Mungu akitaka kutafutia kazi, na kama kuna mwingine hapo anafanya bulanda, unashirikizia mtu ameambiwa wacha nitakuita. Si yeye atakayeitwa, it's you. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu Mungu ndiye anayetafuta nini? Nafasi. Unamwamini Mungu, niaminini na Mungu hajakosa nafasi yako ya wewe unayemwamini. Hujanielewa bado? Hajakosa nafasi kwa watu wanaomtafuta katika roho na kweli. Amen. Anataka awape nafasi ili jina lake liendelee kutukuzwa. Kila afanyaye huduma katika njia ya uaminifu, Baba anamtafutia nafasi. Moja wazi hakuna hata mmoja anayefungiwa anayemwamini Mungu. Uko na kibali cha kupenya kila mahali. Kuna kibali cha Yesu. Kuna kibali cha neno la Bwana. Yesu utafika kwake mahali unatafuta kazi, anasema huyu sio kunyimwa. Amen. Huyu sio kunyimwa. Ukiwa na kibali cha Yesu, kila mahali utakapokwenda hautaonekana wewe. Baba ndiye atakayeonekana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani kwa Baba yangu kunayo nafasi. Amen. Yako makao kwa ajili yako. Amen. Yako makao kwa ajili yako. Amen. Yako makao kwa ajili yako. Amen. Iko neema kwa ajili yako. Amen. Iko baraka kwa ajili yako. Iko kufanikiwa kwa ajili yako. Amen. Amen. Na makao mengi. Aha. Kama sivyo, Ndio. ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Inapendeza. Kumbe aliye mbele yako anakutengenezea mahali pa kukaa. Amen. Kumbe aliye mbele yako anakuwekea njia ya kwenda kufanikiwa. Kumbe aliye mbele yako kuna njia inatengenezeka, mwanangu. Amen. Kuna mahali huwezi pita, lakini yeye akishatangulia unapita. Kuna mahali huwezi fika, lakini akishatangulia unafika.
Kuna kitu huwezi pata, lakini akishatangulia unapata. Amen. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena. Endelea. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Yesu, alipo Bwana, alipo Bwana, alipo Bwana, yote yawezekana. Yote alipo Bwana, yote alipo Bwana, alipo Bwana, yote yawezekana. Bali alipo Yesu atakuja akiwa katika nyumba yako, akiwa katika moyo wako, akiwa katika nia zako. Chochote kilicho kigumu, hiyo wakati itawezekana, na wakati ni sasa. Amen. Itawezekana hata kama watu wanakudharau, hawajui uliye naye. Wanasema tulimdharau, lakini kumbe maliza. Amen. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Endelea. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiye nani? Yesu ndiye nani? Bila yeye hakuna njia. Bila yeye ya mafanikio, ya ndoa, ya kazi, ya amani, ya uzima, ya afya. Amen. Bila yeye. Lakini yeye akiwa njia ya uzima, ya baraka, ya amani, ya mema, ya kazi, ya furaha. Amen. Haleluya. Amen. Wacha tukuje hiyo Yohana 15:1. Amen. Yohana Mtakatifu 15 mstari wa kwanza inasema, Achia tirei kwa sababu ya wakati. Saini. Amen. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tumeambiwa nini? Yesu ndio? Na anasema sisi tumekwisha kuwa safi kwa sababu ya nini?
Kwa sababu ametuambia Yesu ndio nani? Ndio njia. Haleluya. Sasa kile alichotuambia ndicho kimetufanya tumekuwa bali njia yetu haina matope, haina nini, ni njia iliyo nani? Ni msafi. Amina. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, imeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, imeoshwa kwa damu ya kondoo. Itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, zimeoshwa kwa damu ya kondoo. Kwa lile neno tumekuwa sawa. Usicheze na neno la Mungu mtoto wangu. Amen. Usicheze na neno la Mungu. Neno la Mungu ni zaidi ya maombi. Amen. Ukilipinga hili hata tukikuombea ni kazi yangu. For free nakwambia ukweli na ukweli ndio unaweka mtu huru. Kuna watu walijua sheria lakini hawakutenda. Yesu anasema hawa wako kinyume kwa sababu wananipenda kwa mdomo lakini roho zao ziko kuu. Kulitaja jina la Yesu si shida, lakini kunalipokeaje neno ambalo litakufanya uwe sawa? Kwa sababu yeye ndio njia, na njia ya Yesu imejaa uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana, imejaa utakaso wa Bwana. Nikakuuliza maana ya uokovu, vazi lake ni gani? Nasema ni nyeupe. Nikakwambia mtu akivaa nguo nyeupe, suti ikiwa nyeupe, kiatu ikiwa keupe, shati ikiwa nyeupe, yaani hata iwe kila kitu kinachokuwa nyeupe, hauwezi kwenda kukaa mahali bila kuvaa. Maana ukigusana na mtu ambaye amejipaka rangi yoyote ni shangwe. Unajua maana ya hiyo kitu? Ukijipaka tu, yaani ukikaa ama ukikaa na mtu yoyote aliye na rangi ama aliye na mavazi machafu, ukigusana na yeye chapa. Nakuta hata wewe mwenyewe haujui, lakini unauliza umekaa wapi wewe? Mbona huko nyuma umejaa? Wewe unataka kuja nyuma. Mbele
lakini nyumba unazunguka. Sasa uchunge watu unaokaa nao, maana watatafua vazi lako kwa kuongea, lakini huku nyuma wamekuchafua. Ukivaa nguo nyeupe, hata ukipita mahali palipo na matope, hata kama kuna mtu unauliza hapo kuna njia nyingine ama nini, hata kama utaki kuchukua bodaboda utachukua ili uvukishwe kwenye matope. Kwa hivyo afadhali ugharamike uvukishwe kuliko kukubali kukanyaga matope, maana mahali utakapokwenda utashangaza watu wasema umepita na wapi. Ukivaa nguo nyeupe, ukiona gari inapita na kuna mahali kuna majimaji, nakwambia mama, utakimbia kwenda mbio pembeni. Hivyo ndivyo dhambi ukimbiwa. Hivyo ndivyo maneno ukimbiwa. Hivyo ndio kila roho chafu ukimbiwa. Amen. Hivyo ndio sharati ukimbiwa. Amen. Hivyo ndivyo wanadamu wanaokuregesha nyuma ukimbiwa. Kwa sababu wewe unajua kile kilichobeba ndani ya moyo wako ni kisafi kiasi gani, ni kizuri kiasi gani. Tunza sana ulicho. Yesu aliachia hata iweje dunia nzima waabudu miungu yao, wafanye nini, lakini kwa Yesu kama unamsikiliza, shauri yako ndugu yangu, shauri yako. Amen. Endelea. Ati nyinyi mmeshakuwa safi sababu ya dini neno. Haya, sikiliza. Amen. Maneno ya Mungu mazuri anayosema na watoto wake wapendwa waliopendezwa naye. Twende. Kaini ndani yangu. Ngoja. Yaani amesema ati Yesu ndiye njia. Haleluya. Amesema nini? Ati tena anasema wamekuwa safi kwa lile neno. Alafu tena anamwambia kwa sababu umekuwa safi ukae wapi? Na amesema ndani yake kuna nini? Kuna nafasi na makao na kuna jamani. Amen. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Yesu kuna mahali utakosa mwanangu, atakupeleka mahali anapohitaji, lakini kuna mahali lazima kupitishe kwanza, uanze kutunza mavazi yake ndio ukawepo mahali panapostahili. Kwa hiyo unaweza upo mahali unapostahili, lakini kama hutatunza haya mavazi hautaenda. Na neno haliwezi kukuweka kwa safi kama hautalisikiliza na kulipenda sawasawa na vile ninavyokuambia. Wacha kulipinga. Biblia inasema kuna kupinga Kristo anaingia ndani ya mtu. Unaweza ambia kitu kizuri kwa nini kama unahubiriwa wewe? Kama unahubiriwa wewe basi Mungu amekupenda wewe utakasige wewe. Inakuja kwa sababu yako. Anakupenda sana. Anataka ukae ndani yake. Ili akupe nafasi hiyo sawa na damu anayokutafutia nafasi. Unajua watu wanasema nafasi ya mwanadamu ni ya muda mfupi, na ni kweli. Lakini ya Mungu akishakupanda mahali amepanda mbegu yake. Umesikia neno vile nimesema? Ati mnaniamini Mungu? Maana kwa baba yangu kuna nini? Kwa sababu yeye ndio nani? Tena nakwambia ukae wapi? Neno la Mungu linaweza kufanya ukawa safi.
Wangapi wanatamani kuwa wasafi mbele za Bwana? Heri wenye moyo safi. Usafi ni moyo. Amen. Mungu haangalii kama mavazi haya. Kitu kinachovalishwa ni roho yako. Sasa wewe vaa mavazi machafu alafu utende matendo machafu. Vaa mavazi masafi, tenda matendo machafu. Uone kama utamuona Mungu. Hata uvae airi uvae magunia. Lakini roho yako iwe safi. Amen. Haleluya. Amen. Ili uvae peke yako na kujenga kwa mavazi yako, lakini roho yako iwe safi. Kuliko kuvaa ngozi ya kondoo lakini ndani kumbe ni kuja Yesu kwangu. neno lake tumekuwa safi. Kitu kinachoweka mwanadamu anakuwa safi ndani ya moyo wake ni neno la Mungu, sio maombi, sio maombi. Na watu tunaombea na wana roho mbaya, lakini watu wanaolipokea neno urekebika tabia zao. Amen. Angalia, usitafute maombi. Unaelewa? Usitafute maombi. Ukitafuta Yesu, ukimpata Yesu, umepata vyote. Ndio maana ukitafuta maombi mnauziwa maombi. Ukitafuta maombi mnanunua vitambaa. Ukitafuta maombi mnanunua maji. Ukitafuta maombi mnanunua mafuta. Ukitafuta maombi mnanunua chumvi. Lakini ukitafuta Yesu unatafuta neno. Ukitafuta Yesu unatafuta njia. Ukitafuta Yesu unatafuta uzima. Ukitafuta Yesu unatafuta utakaso. Kelele mengine sasa, kwa sababu unatafuta ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana anasema utazidishiwa moja baada ya mwingine. Utashangaa, maana Biblia inakwambia wazi ya kwamba kwa neno lake moyo wangu sasa tumekuwa safi. Kama kuna uchawi umesafishwa, kama kuna maroho imesafishwa, kama kuna vifungo vimesafishwa, neno la Bwana tumekuwa. Kuna mtu anatafuta maombi hatafuti Yesu, bado yeye ni mshamba. Matena mapasta watakukula wanasema ukienda kwa mganga sijui wanasema nini mlioenda kwa waganga ajitengezo kwa mganga
pesa yako haitarudi. Hata hiyo ndoa haitarudi, usione itarudi. Hata hiyo kazi gani na utaishia tu kwenda kwa mganga saa zote hapo. Hivyo. Hapo ishio. Lakini ukimpata Yesu, ukimpata huyu Bwana Yesu, akae na wewe. Anasema nitatenda mambo mengine ambayo haujawahi tendewa. Haujawahi, hata wewe mwenyewe haujawahi omba. Lakini anajua una mahitaji. Alafu kwa Yesu afanye vile unataka wewe. Anafanya vile anataka yeye. Kwa sababu gani? Roho yako ikishamkubali, ndivyo vile unavyosema Baba niongoze, unataka akupangie. Atakupangia na atakupanga na atakuweka mahali palipo sahihi. Na sasa akishakupanga anakuambia sasa omba lolote utakalo. Si kishakupanga? Sasa omba lolote utakalo. Haya. Ni tofauti na mtu aliyetafuta maombi. Haleluya. Na aliyemtafuta Yesu. Sasa Yesu ndiye anamwambia omba wewe sasa. Unahitaji nini mwanangu? Nataka mume wangu. Nataka mke wangu. Ujue kumtafuta Mungu. Anasema utafuteni Mungu ili muwe na amani. Utafuteni Mungu ili muwe na amani. Nikuulize mwanadamu mwenzangu, nani alikuumba wewe? Kuna makosa yote Mungu kukuumba wewe? Ushawahi kumtegemea kwa njia ya aina yoyote? Maana hata sisi tulipokuwa duniani tulikuwa hatuamini vile. Tulikuwa tunatembea kwa sababu ya vile tunapenda. Lakini tulipoitwa tulianza kumsikiliza huyu Bwana. Na huyu Bwana akatupanga. Nilikuwa mshamba na nikajiona niko sawa. Yesu akanitoa ushamba, sasa hivi namwamini yeye. Hata sijioni kwamba niko sawa, namwamini yeye. Hilo naloliomba kwake yeye ni jambo rahisi sana. Lakini wewe ndio unalifanya kuwa gumu. Na ndio maana wana wa Israeli mahali walikuwa wanafika ni mahali pa siku 3. Sasa wewe nawe kufanikiwa kwako Mungu hapa. Lakini tabia ya matendo ya mawazo ya hiyo safari inakuwa ndefu. Hiyo safari inakuwa ni kinachochelewesha kile unachokiomba ni kwa sababu hujakuwa ndani ya Yesu vizuri. Ni kwa sababu haujachagua hiyo njia ya Yesu, bado uko na njia nyingi. Anasema anayemkimbilia Mungu hataaibika. Hebu sikiliza hiyo kitu. Anayemkimbilia Mungu hataaibika milele. Amen. Si leo, milele. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia wewe Baba, nisiaibike milele. Mungu hawezi kukuaibisha. Hata wakikuondoa mabaya, Mungu hawezi kukuaibisha. Mungu hawezi kukuaibisha. Anachotaka kukifanya anakifanya, wala hakuna lolote atakayeweza. Sababu yeye ni mwana Mungu na wewe unamtegemea Mungu na yeye anategemea wanadamu. Hebu angalia hii. Yaani wewe unamtegemea Mungu ambaye alikuumba wewe. Yeye aliyekupiga vita naye aliumba na Mungu anategemea wanadamu. Na anasema anayetegemea wanadamu amelaaniwa. Kwanza wanalaana, wewe una baraka. Tena kumtegemea Mungu anasema atakaye kulani. Atakaye kulani.
atajifanyia mwenyewe. Mpaka anajuta, anasema pole, yale yote niliyafanya ulikuwa haujui, naomba nisamehe, maana niko karibu na kukufa. Narudia mwenyewe. Maandiko yanasema vizuri, hakuna silaha itakayo. Kwa neno yake tumekuwa sana. Kama kulisikiliza lile neno nililokuambia, hautakufa, utaishi. Watapigana nawe, hawatakuweza. Vita sio vyako, ni vyako. Mama, wacha wasiwasi. Kuamini vizuri huyu Mungu. Utamwona kwa muda wako, utamwona kwa familia yako, utamwona kwa maisha yako. Hakuna yoyote atakayekuweza. Yaani Mungu anakulelea vizuri. Shida wewe una imani ya kutingishika, una imani ya shaka. Haujawahi kuwa strong. Maandiko yanakuambia usiogope. Amen. Mungu anapenda watu wake. Amen. Anapenda watu wake. Anamwambia usiogope. Usiogope. Nitawapigania mkiona na macho. Lakini watu hawaamini. Alafu nataka Mungu akupiganie. Mungu hawezi pigania mtu ambaye ni mwoga. Biblia inasema hata waoga waende mbinguni. Sasa kama waende mbinguni, si utateseka kama duniani. Hebu ondoa uoga. Amen. Hata kama kuna mtu anakutishia wewe, ondoa uoga. Hata kama kuna mtu anakutishia mabaya, ondoa uoga. Hata kama ni nani, hata kama ni kupendaje, ondoa uoga. Wewe unajisikia alichokipanga Mungu. Nakwambia hakuna mwanadamu anaweza kubadilisha. Hakuna mwanadamu anaweza kubadilisha. Anasema tuunganisha yeye, anaunganisha yeye na yeye. Kwa hiyo usiogope. Hizo ni kitu ni kwa shetani. Shetani akitaka kukuweza, mpaka atingishe imani yako, mpaka akusukasuke. Lakini akikuona umesimama, anasema huyu si wangu. Atatafuta wengine, lakini wewe ati wanasema hawatapigana na wewe tena. Hata wakiwa wengi, wakikuja kwa njia moja, watakimbia kwa njia ngapi? Shida ni nini wewe? Hiyo ndio inanishangaza wewe Mkristo. Shida ni nini? Wacha watu wakimbia huko, wacha watu watoroke. Ile inazaiwa watatoroka, wala wanaishi watatoroka, wanafanya kazi watatoroka. Wewe unasikia njia saba ni gani wewe? Una maadili wengi, wengine hata wakwambii, na wengine ni marafiki zako. Lakini siku utakapoona imani yako imesimama vizuri, moja ndio utamwona pia, mwingine utamwona pia, mwingine utamwona pia, utamwona pia, utamwona pia. Watu wanamuuliza, hata wewe ambaye umekubania ndani ya moyo wangu, hata wewe, yaani ndugu yangu, hata wewe, yaani mimi nimesimama na Mungu na Mungu, kuna vita vinatoka hapa, vita kitoke mbali. Mungu ni wewe jirani yangu, Mungu ni wewe shoga yangu, Mungu ni wewe niliyekusaidia, Mungu ni wewe mama yangu. Ni muone. Shauri yako. Nimekwambia watu waoga hata ukiwaombea bado wanaweza. Shetani anaweza kukutana hata akakujia pale. Akuone kama unatimisha. Be strong. Yesu anasema nilikuwa nataka nikiri mahali popote, nami nitamkiri kwa baba yangu. Nilikuwa nataka nikana, nami nitamkana. Amen. Anasema wewe nataka dunia haya, nami nitamwonea haya. Mkiri Yesu mahali popote. Hata kama unaona kuna nini, mwambie Baba, hii haiwezi nitingisha kwako. Hata kama nimevumilia vitu ngapi, namuona Yesu wangu akinipokea tu, namuona baba yangu akinipigania tu, namuona Mungu wangu akinifurua tu, namuona Mungu wangu akinipigania tu, namuona baba akinipokea. Hata baba Yesu anipokea, hata baba Yesu anipigania, hata baba. Ikiwezekana hiyo siku hata machozi yakatoka, watakuona ni machozi ya kulia, kumbe ni machozi ya kuwa shujaa. Sio machozi ya kulia. Hawatakuona na machozi ya kulia. Nasema hawatakuona na machozi ya kulia.
utakuwa na machozi ya ushujaa, utakuwa na machozi ya ushujaa. Wala utatingishika na ndokote, hawatakutingisha na ndokote, utakuwa na machozi ya ushujaa. Ukiwa na machozi ya ushujaa, ndio pale maandiko yanasema chozi la mtu mwenye haki, hivyo chozi lako halitaenda bure, kwa sababu utakuwa unadai haki yako, utakuwa unadai haki yako, unadai vitu zako, unadai kilio chako, unadai watoto wako, unadai ndoa yako, unadai ndugu zako, unadai maisha yako, unadai kazi yako. Haitaenda bure, haitaenda bure, hautakulilia bure, hautajiita bure. Kuna sababu, kuna sababu. Iko sababu, nasema iko sababu. Utakuwa na sababu, utashuhudia ya kwamba nilipitia kwa magoti, nilipitia kwa Yerusalemu, Bwana akanionekania, Baba akanipigania. Wacha iwe hivyo, wacha iwe hivyo. Daudi alimwita Mungu, anasema nataka kukuona kwa hii madhabahu. Liwalo na liwe. Alienda kupigana Goliathi akiwa na ujasiri. Akasema Mungu aliyenisaidia pale nikaua yule simba. Ni Mungu na mwabudu leo. Mungu na kufuata naye. Wapata maadui na Mungu na mwabudu. Wapata wachawi na Mungu na mwabudu. Wapata wapasi na Mungu na mwabudu. Hakika wataumia. Hakika wataumia. Imani za kutingishika Mungu azibebe. Nasema acha ingeenda ile nyumba hapo au baba hapo. Hata mawingi ya nyangi. Huyo mama hatakuweza leo. Kama kuna mama mwenzako, kama kuna wake nani, kama ni majirani, kama ni huko nyumbani ulikozaliwa, hata kama nitakutia wazazi wako, wewe utafanya wao wazazi wako waone Mungu hapo. Hata wewe utashangaa. Wewe utafanya vitu vituko. Vitakabadilika kwa familia. Wewe tulia tu. Unaweka maisha tu. Mungu anayesema, anakupigania mwenyewe. Anakutetea mwenyewe. Mawe yao walioyafunika yamevingirishwa yote. Hizo vitunguri vilivyofunikwa mawe. Kama Yesu alivingirishwa jiwe na wewe nao uko ndani ya Yesu, unafikiri kuna kitu kitabaki hapo? Lakini kuna madhara yanabaki hapo. Lakini kuna madhara yanabaki hapo. Vingirisha wako. Wanapauza uzale. Wanapauza masikini. Wanapauza maapano. Unapawa utasa. Unavingirisha. Unavingirisha. Unavingirisha maisha yako. Haitakaa. Familia yako. Haitakaa. Haitakaa. Chochote kilichovingirisha na malaika mbinguni kitavingirishika kwako. Nakwambia huyu Mungu atatuma malaika waliovingirisha lile jiwe, kwa sababu Yesu yuko ndani yako na watu wananifugia. Nakwambia kuna hilo jiwe hilo linafanya usifanikiwe, kuna hilo jiwe hilo linafanya usione na amani, linakufanya usione na amani, linakufanya mambo yako hayaendi vile unataka, linakufanya mambo yako kazi yako kwa mbele yake. Unasema hayo mawe ya ugonjwani, hayo mawe ya washirikina, ya wachawi, ya waganga, unapoboresha ya upasa, ya masekele, ya matasa, kuendeleza mawe ya virusi. Kila jiwe iliyosimama kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na kazi zako, kinyume na kipato chako, mawe ya virusi yatavirusi. Kila mawe, kila matasa, kila vifungo, kila mawe virusi yakatoka kwa mwili wako. Hauwezi kubeba Yesu awe ndani yako na kuna kitu kimekukwamisha.
nipate mtu mmoja aliye na imani. Amen. Naletea ushuhuda. Nitaletea ushuhuda. Kwa neno lake tumekuwa sawa. Alafu niambie ndani ya Yesu, ndani yako. Alafu mtu akufungie jiwe. Hapo afunge. This day. Mungu wako. Mambo yatabadilika. Hakuna maagano yatakufunga tena. Hakuna maroho yatakufunga tena. Hakuna uchawi utafunga tena. Hakuna madhabahu yatafunga tena. Hakuna shetani atafunga maisha yako. Hakuna maroho yatafunga maisha yako. Watamu kitafunga. Yesu anafungisha. Anafungisha nawe. Anafungisha. Kila jua. Ya uchawi. Ya maagano. Ya madhabahu. Yote. Bwana. Amen. Amen. Nimesema amini tu. Amini. Mama. Amini. Utakuja wewe. Walijaribu kumfungia Yesu. Unafungia Yesu nani? Wale wote wanaoongozwa na Roho watoto wa nani? Wa Mungu. Nani atakubali mtoto wake afungiwe? Nani atakubali mtoto wake arogwe? Nani atakubali mtoto wake ateseke? Wacha tuone. Wacha tuone kama baba anaweza ruhusu sisi tuendelee kuteseka. Wacha tuone kama Yesu anaweza endelea kutuacha sisi akituangaike. Alisema fika sote yake. Sisi yetu sisi ni Bwana. Nasema Bwana kupigania mwanangu. Nasema Baba kupigania mwanangu. Nasema Yesu akutetee. Akatea maisha yako. Akatea maisha yako. Afunguliwe sasa. Kila jua ya upasa. Kila jua ya mifugo. Katika mwili wako. Unafunguliwa. Unafunguliwa. Maroho zote. Zinafunguliwa. Maroho zote. Zinafunguliwa. Maroho yote. Zinafunguliwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hakuna roho itasalia kwako. Hakuna roho itasalia kwako. Amini Mungu. Amini Mungu asubuhi na leo. Nataka uamini Yesu asubuhi kwa asubuhi leo. Hakuna chochote kitasalia kwako. Hakuna chochote kitasalia kwako. Kama ni uchawi tunafikirisha. Kama ni maagano tunafikirisha. Kama ni madhabahu tunafikirisha. Kama ni maroho tunafikirisha. Kama ni vifungo tunafikirisha. Hakuna roho itakayosalia mwanangu. Ninaongea na watu wa Mungu hapa. Kuna watu wa Mungu hapa. Kuna watoto wanaongozwa na Roho. Kuna watoto wanaongozwa na Roho. Watoto wanaongozwa na Roho. Basi Mungu anapata majua. Mungu anapata majua. Yesu anapata majua. Unaenda kuna pana. Unaenda kuna misema. Unafikirishiwa. Unachora. Unachora. Unasema. Unachora. Unachora. Unachora.
Sasa